Kwa majina anaitwa Dr. Japhet Ndelego, anatokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, kitengo cha macho. Idarani kwetu ama hapa kitengo cha macho, tupo katika wiki ya maadhimisho ya shinikizo la macho ama tunaita World Glaucoma Day, ambao huwa inafanyika kila mwezi Machi, wiki ya pili. Na kwa nini tunakuwa na wiki kama hii kila mwaka? Ni kwa sababu ya kukuza uelewa kwa watu juu ya shinikizo la macho, lakini pia kuhamasisha watu kuweza kupima mapema na kujua hali zao. Na shinikizo la macho ni nini? Shinikizo la macho hii ni ugonjwa wa kudumu wa macho ambao huwa unasababishwa na kuongezeka kwa presha ya jicho, ambayo inapelekea kuharibu mshipa wa fahamu ambao unapeleka taarifa za kuona kwenye ubongo kwa ajili ya tafasiri na response mbalimbali. Sasa kwa nini shinikizo la macho tunaliogopa sana? Tunaliogopa shinikizo la macho kwa sababu linapoteza uoni wa mtu, ambao tatizo linakuwa ni la kudumu na hatuwezi kulirudisha nyuma. Kwa sababu katika zile hatua za mwanzo, ugonjwa huu unakuwa hauna dalili kabisa. Kwa unakuta asilimia kubwa ya watu wanakuja katika hali ambayo tayari imeshakuwa mbaya na imeshaathiri uoni wake. Kuna watu katika hatari ya kupata ugonjwa huu, ni watu ambao wana umri kuanzia miaka 40 na kuendelea, lakini pia watu ambao wanaishi na sukari, wale watu wenye kisukari pamoja na shinikizo la damu. Lakini pia makundi mengine ni watu ambao wanapata ajali pamoja na matatizo mbalimbali ya macho. Lakini pia watu wote ambao wanatokea katika familia ambazo kuna changamoto za presha ya macho. Na kundi la mwisho ni watu ambao wanakuwa wamepata magonjwa ya macho ambao huwa yanapelekea kukua, yanapelekea kupata sasa nini dalili? Kama nilivyosema awali kwamba ugonjwa wa shinikizo la macho katika kipindi cha awali, ile hatua za mwanzoni, unakuwa hauna dalili yoyote. Lakini kadri unavyozidi kuendelea, kwa sababu ugonjwa huu ni ugonjwa endelevu, na huwa wanapata changamoto mbalimbali kama vile kuona ile rangi ya upinde kwenye wanapokuwa wanaangalia taa au mwanga wowote. Lakini pia huwa wanapata changamoto ya macho kuuma au kichwa kuuma sana. Lakini kingine huwa wanapata upotevu wa kuona, hasa kuanzia pembeni, tunaita wanakuwa na peripheral vision loss kuelekea katikati. Na wakija katika hatua ambazo ziko advanced kabisa, ile hatua ya mwisho, wanakuja hawawezi kabisa kuona. Na kama nilivyosema mwanzo, uono wao unakuwa hawezi kabisa kuweza kurudisha. Kwa hiyo ndio maana tunahamasisha sana kuweza kufanya upimaji wa macho mapema, ili kama kunakuwa na zile viashiria vya awali, basi mtu anaweza kuvipika na anawekwa kwenye matibabu kwa ajili ya kuzuia endelee kuharibu mshipa wa neva ambao unapeleka taarifa za kuona. Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unakuwa preventable, ni ugonjwa ambao unaweza kukingika. Katika wiki hii tunatamani wengi wajitokeze katika idara yetu ya macho hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa awali, uchunguzi wa presha ya macho, kwani presha ya macho inasababisha upotevu wa macho ambao hauwezi kurudi.